Strategiyatun tawilul mada, yani ni ile mikakati ya muda mrefu. Kumbuka kwamba hii yote hii haiwezi kukamilika mpaka pale ambapo utakapokuwa na dhamira thabiti. Sasa Iran imetoa funzo kubwa sana duniani katika mwanzo wa mapambano yake. Kwanza, kabla ya mapambano, namna gani waliweza kujiandaa kwa mikakati ya muda mfupi, waliweza kujiandaa kwa mikakati ya muda wa kati, waliweza kujiandaa kwa mikakati ya muda mrefu. Hii ina maana gani? Kuanzia mwaka wa 1979 na mwaka 1978 Irani iliweza kuwekewa vikwazo mpaka sasa tunavyoongea kwa zaidi ya miaka 40. Lakini pamoja na vikwazo hivyo kutoka katika nchi za magharibi, pamoja na vikwazo hivyo kutoka katika nchi zingine duniani ambazo zilizokuwa zinafata mlengo wa nchi za magharibi, pamoja na vikwazo hivyo kutoka kwa Marekani, Irani lilikuwa ni taifa ambalo haliwezi kuuza mafuta yake, kwa maana ya kujitawala kupitia rasilimali yake kwenda katika mataifa mengine. Kwa hiyo mshirika pekee ambaye aliyokuwa ananunua mafuta Iran ni Mchina. Narudia tena, mshirika pekee ambaye aliyokuwa ananunua mafuta ya Iran kwenda kwa ajili ya kufanya uzalishaji kwenye viwanda vyake alikuwa ni Mchina peke yake. Kwa hiyo Irani akapitia vikwazo vigumu sana, vikwazo vizito sana, vikwazo vingi sana ndani ya miaka 40. Lakini ndani ya hiyo miaka 40 Irani imeweza kufanya mapinduzi makubwa sana katika sekta ya afya, kiasi kwamba waliweza kugundua dawa ambazo zinaua na kumaliza kabisa au zinatibu kabisa ugonjwa wa kansa. Lakini mataifa haya ya magharibi waliweka shirika la dawa duniani kwamba hakuna dawa yoyote ambayo utakayoizalisha wewe, lazima wao waipitishe. Lakini wakati huo wanatumia haya mashirika ya afya duniani kwa lengo la kuzalisha dawa zao wenyewe, lakini pia kutunga magonjwa maabara, halafu wakawaletea yale magonjwa, na baada ya nyinyi kuumwa, wao pia wanazalisha dawa pamoja na vifaa. Kwa hiyo wewe utahitajika pia, ili upone ugonjwa wako, lazima ukanunue dawa kwao na lazima ukanunue vifaa kwao. Ndio maana unaona leo kwamba yako baadhi ya magonjwa katika nchi zetu za Afrika yanaripuka tu, lakini chanzo cha ugonjwa huo ukifuatilia kwa ndani kabisa utakutana ni ugonjwa ambao umetengenezwa maabara. Kama vile tunavyosema kwamba mtaalamu wa science Robert Gallo ndiyo ambaye alitengeneza virusi vya ukimwi HIV, lakini pia ugonjwa wa corona pamoja na magonjwa mengine ambayo haya pia hutumika kama sehemu ya silaha za siri katika kuangamiza vizazi vya Waafrika pamoja na mataifa mengine kama vile Asia. Sasa wakati wanaandaa hiyo mikakati, Irani akawa ameandaa dawa yake kubwa nzuri yenye kutibu ugonjwa wa kansa na kuimaliza moja kwa moja. Lakini cha ajabu ni kwamba vikwazo hivi vimeweza kuiathiri dawa hiyo itumike tu Irani pale pale na istienee katika maeneo mengine duniani. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Irani ni moja kati ya mataifa ambayo yaliyojielekeza zaidi katika upande wa kuimarisha afya za wananchi wake, kusimamia afya za wananchi wake na kusimamia mfumo wa utengenezaji wa dawa kupitia viwanda vya ndani pasina kuagiza dawa kwenda katika mataifa ya nje. Lakini wakati huo Irani iliweza ndani ya miaka